Ama huyu wa nne, huyu ambaye yeye kwenye nafsi yake ameaminishwa kuwa washirikina ni watu wabaya na sisi si katika wao, lakini katika dhahira anakuwa nao baadhi ya nyakati, hasa nyakati za ibada zao anakuwa nao, anashirikiana nao katika dhahira yake, lakini ukienda ukamuuliza anakwambia mimi siko nao. Huyu ana hali tatu. Yaani mwenye kuwa hivi kuna hali tatu. Hali ya kwanza, awe amelazimishwa. Kilichokufanya wewe kama imani yako unaamini hawa si wenzetu, ni kitu gani kilichokufanya ukaenda nao? Kwa mfano, labda kuna vita kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuna fitna kati ya Waislamu na Waislamu, wewe umekwenda katika wao na ukashirikiana nao. Ni kitu gani kimekufanya hivyo? Na wewe unaamini kwamba mimi katika moyo wangu hawa siko nao na siwapendi. Ni kitu gani kilikufanya ukawa pale? Sasa lazima kuna hali tatu. Sisi tumesema katika nafsi yake na imani yake hayuko na wao, lakini ameonekana yuko na wao dhidi ya Waislamu. Ameonekana yuko na wao dhidi ya nini? Ya Waislamu, au kwenye mambo yao ya kiibada. Ni kitu gani kimekufanya ukaenda pale? Ima aseme hali ya kwanza, mimi bwana nililazimishwa, na kweli sheria ipime pale, maulama watapima. Je, ni kweli alilazimishwa na yakatimia masharti ya kulazimishwa? Masharti ya kulazimishwa, kwa maana Ibn Hajar amesema katika Fathul Bari, masharti ya kulazimishwa, miongoni mwa masharti ni kwamba umelazimishwa alafu labda ukawekewa silaha na kweli unajua huyu atanipiga huyu nisipofanya, na hauna uwezo wa kukimbia utaka msaada kwa ndugu zako, yani haiwezekani, umelazimika. Yani mukrahan, ayakuna mukrahan, awe amelazimika, mudhtar, amelazimika, hana namna, kama hali ya baadhi ya masahaba waliobaki kule Makka, wakalazimishwa kuwa dhidi ya Waislamu. Huyu atabaki kuwa ni muumini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wasiwafanya waumini makafiri ndio vipenzi vyao kinyume na waumini. Wa man yaf'al dhalik falaysa min Allahi bishay, atakayefanya hivyo hana fungu kwa Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, isipokuwa mkawa mnajikinga na wao kwa kujikinga. Labda ikawa mlikuwa mnajikinga, kwa maana ulikuwa unafanya kwa ajili ya kujikinga, kwa sababu umelazimika, wewe ni mudhtar. Man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, yule aliyekufuru kumkufuru Allah baada ya imani, huyu ni motoni, isipokuwa aliyelazimishwa lakini moyo wake umetulizana kwenye imani, moyo wake umetulizana kwenye imani. Walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini shida ni yule ambaye kimekunjuka kifua chake moyoni mwake kuwapenda makufuru. Kwa hiyo huyu wa kwanza anasamehe, huyu hayuko katika ahli kufur wala hazingatiwa mritadi. Sasa fiqh ya Kiislamu lazima itizame mambo kwa sahihi, si kile unamwona tu yupo kule na unajua ni mwenzako kabisa, na wakati mwingine anafanya dawa dhidi ya makafiri ukamkufurisha kwa sababu ameonekana na wao kwenye mahala. Hali ya pili ni adhihirishe mapenzi kwa wao kwa ajili ya malengo tu ya kidunia. Kweli anawachukia, lakini ameenda kule katika dhahira, ameshirikiana nao, kuna mambo yake ya kidunia ataka kuyatengeneza, lianala agharadha dunyawi, ili apate
malengo ya kidunia, au maarib ad-dunya, matarajio yake ya kidunia, jua pale kuna pesa, kuna gari, kuna nini, au katika sura ya kwamba yeye kuna kitu kinamfanya akafanye vile, kuna kitu kinamfanya akafanye vile. Mfano wa kisa cha Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a alikuwa na jamaa zake na ndugu zake na mali ziko Makka. Aliposikia Mtume sallama anakwenda kule, aliandika barua kuwajuza kwamba Muhammad atakuja na mfano wake. Allah akampa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamtuma Ali na baadhi ya sahaba, wakamfuatilia mwanamke aliyepewa ile barua, wakamfuata njiani, wakamkuta, wakamwambia toa barua, kitabu ulichopewa, wa illa sisi tutakuvua nguo hapo, kwa sababu kuna dharura iko hivi. Baada ya hapo Hatib bin Abi Balta'a alipofika kwa Mtume sallama akawa anajitetea, ya Rasulullah, mimi sikufanya hivi kwa kukufuru, mimi nilifanya hivi kwa sababu inna li ahali, na jamaa zangu kule, na mimi nilitaka kutengeneza mazingira ili wanifanyie jamaa zangu na mali zangu na mfano wake. Umar asema da'ani adrib unqahu, niache mimi nimpige shingo yake. La, innahu qad shahida badra, huyo ameshuhudia Badr. Wama yudrika anna Allah tala ahli Badr faqal aymalu ma shi'tu qad ghafartu lakum, alhadith. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali ukweli wa imani ya Hatib, na kwamba kila alichokifanya alikuwa anatafuta malengo yake tu. Kwa hiyo hali kama ile zote tuiangalie, kwa maulama wametizama hali hii kwa sura pana. Na katika sura al-Mumtahina aya ya kwanza, tunazzalu al-aya fi hadhihi al-mas'ala. Aya ya kwanza katika sura al-Mumtahina inasemaje? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم تلقون إليهم بالمودة. وآية ukiangalia Allah alikuwa azungumzia tukio ambalo lipo, alafu asema ya ayyuha alladhina amanu. Kwa hiyo mtazama hiyo aya insha Allah taala. Kwa hiyo ili jambo linatazamwa hivi, huwezi kukufurisha huyu kwa haraka haraka, tunasema uangalie kwa nini alifanya hivi. Hali ya tatu na ya mwisho, kwa yule ambaye dhahira yake anaonyesha yuko na wao lakini kwenye moyo hayuko na wao, ni akadhihirisha mapenzi kwa wao na nusra na kuwanusuru na kuihasanisha na kuipendezesha dini yao, lakini akawa nao katika mikusanyiko, ayudhhira lahum almuwalah walmahabba walnusra wa tahsin dini. Ni mtu akadhihirisha kwa wao mapenzi, kuwatetea, kuihasanisha dini yao, kuipendezesha dini yao, na akawa yuko na wao kwenye mikusanyiko mbalimbali. Lakini intabi, akawa yuko na wao katika mikusanyiko bihaithu yaudduhu almushrikuna minhu, kiasi ambacho mushriki atamhesabu ni katika wao. Yani maana yake sasa yeye amejiachia kiasi ambacho yani anaonekana ni katika wao, wenyewe wanamhesabu ni katika wao. Hata anayetizama akiona huyu mbona ni katika wao, kwa sababu yeye yuko na wao, anawatetea, anawahami, anawanusuru. Lakini kwenye moyo wake yeye hawapendi na anaamini kusema washirikina hawa makafiri hawafai, lakini panapokuwa kuna mazungumzo anawanusuru na nyinyi msiwaseme bwana hawa, kwani kuna nini bwana, sawa, lakini msiwaseme, anawanusuru na kuwatetea kiasi ambacho wao wenyewe wanaona huyu ni mwenzetu. Fahadha kafirun, huyu amekufuru, ni murtad. Katika kashfu shubuhat tulisoma masala kama haya. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab msannif ameeleza
kuna kipengele amekieleza kama hivi, falam ya'dhur haula'i, tarejea kwenye kitabu. Kuna kipengele ametaja akaeleza maelezo huyu au hawa Allah hakuwasamehe katika sura kama hii. Tayeb, kwa hivyo mpaka sasa nalkhas min hadha, tusema mukhtasari wa masala haya kwamba miongoni mwa vichenguzi vya Uislamu, kichenguzi cha 8 ni kuwapenda washirikina na kuwasaidia dhidi ya Waislamu. Sawa sawa mtu akawa hana uadui au akawapenda katika dhahira yake na katika moyo wake, wa kwanza atakuwa ameritadi. Au yule ambaye atadhihirisha uadui lakini kwenye moyo wake ana mapenzi na makufuru, huyu pia naye anaritadi. Wanne ni yule ambaye atakuwa kinyume chake, ana uadui katika moyo wake, dhahira yake anakuwa na wao na kuwanusuru na kuwatetea na kuwahami na kujikusanya nao mpaka wao wenyewe wanamhesabu ni katika wao. Hawa ndio ambao wanaingia katika hiki kichenguzi. Hawa ndio ambao wanaingia katika hiki kichenguzi cha 8. Kisha akasema al-musannif rahimahullah ta'ala, wadalilu ay ala kufri man fa'ala dhalik, na dalili ya ukafiri wa atakayefanya hivyo. Hivyo tulovitaja hapo vitatu, qauluhu ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, wa man yatawallahu, na yule ambaye atawapenda na kuwatetea dhidi ya Waislamu katika nyinyi Waislamu, basi fa innahu minhum, huyu ni katika wao. Wa man yatawallahu, na yule ambaye atawapenda wao katika nyinyi, fa innahu minhum, hakika huyu ni katika wao. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu waliopotea. Al-Fawzani katika sheria yake anasema fil aya dalilun ala kufri man fa'ala dhalik, katika hii aya kuna dalili juu ya ukafiri atakayefanya hivyo. Lianna dhahira qawlihi, kwa sababu dhahira ya kauli yake Taala fa innahu minhum ay fa huwa mithluhu, huyu ni mfano wao fil kufri, katika kufuru. Kwa hiyo fa innahu minhum, huyu ni katika wao katika ukafiri, fil kufri, huyu ni katika wao katika nini? Katika ukafiri. Sheikh akasema hadha wajhu al-istidlali au hadha wajhu istidlali Sheikh, huu ni wajhi wa dalili alikusudia Sheikh rahimahullah ta'ala. Tayib, intahaina. Lakini miongoni mwa adilla, kukamilisha, miongoni mwa adilla za kufur man wala al-kafir, atakayewapenda na kuwatetea makafiri, qaulu ta'ala la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya min duni, witaja bi aya wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay. Atakayefanya hivyo akawafanya muumini, atakayewafanya makafiri ni vipenzi vyake na akawa anawatetea, huyo hana chochote kwa Allah. Asadi anasema walaysa lahu fi dini llahi nasib, hana katika dini ya Allah fungu, walaysa lahu min Allah fi shay. Na miongoni mwa adilla qawluhu ta'ala tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adhabi hum khalidun. Tara kathiran minhum, utaona wengi katika wao yatawallawna alladhina kafaru, wanawapenda na kuwatetea waliokufuru. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, ni vibaya vilioje nafsi zao zimetanguliza. An sakhita Allahu alayhim, akakasirika Allah juu yao. Wa fil adhabi hum khalidun, wa yafaka walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya, lau wangekuwa wanampenda Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam wasingewafanya vipenzi. Qala Ibn Kathir fi hadhihi al-aya, yani bidhalika muwalatu al-kafirin, anamaanisha kwamba kule kuwapenda kwao makafiri
Na miongoni mwa adilla qawlu ta'ala walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya, hiyo walakinna kathira minhum fasiqin. Lau wangekuwa ni waumini wasingefanya hivyo, kwa maana kwa sababu si waumini kwa kumwamini Allah na mtume wamewafanya vipenzi. Al-Qurtubi anasema yadullu ala anna man ittakhadha kafiran waliya falaysa bimu'min. Hii aya hii katika sura An-Nisa inaashiria juu ya kwamba atakayemfanya kafiri ni kipenzi na akamtetea, falaysa bimu'min, huwa si muumini. Idha ataqada i'tiqadahu, akitakidi itikadi yake, wa radhiya bi af'alihi, na akaridhia na vitendo vyake. Na haya ameeleza Sheikhul Islam katika kitabu cha Al-Iman. Kwa hii ni naqidh ya 8. Tushike na hii wale inshallah, kesho nadhani tutamaliza.